kazi ya mikono iliyoambatana na ubunifu wa hali ya juu ya kijana Mtanzania Jacob Kapalata ambaye hakuwahi kuingia darasani. Kwa sikuweza kubahatika kusoma kutokana na mambo ya nini ya wazazi na nini. Tunajua tena kwamba kipindi hicho hali ya maisha ilikuwa ni ngumu sana, unaona. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kwenda shule, lakini nilikuwa natamani sana kwenda shule. Nikabidi nimconvince ndugu yangu ambaye alikuwa akisoma shule haweze kunifundisha. Kweli aliniambia kwa nina nia kutaka kujua kusoma, nikasema ndio nina nia. Basi bana, baada ya hapo kabidi akaanza kunifundisha kama vile mtu unavyoanza darasa la kwanza kwamba unaanza na a i o u. Licha ya kutoingia darasa hata moja, kijana huyu amefanikiwa kubuni gari la kipekee ambalo amelibatiza jina lake Kapalata. Naweza kupakia abiria 4 ambapo dereva ni 5. Alafu kwenye bodi yake nyuma ya kupakilia mizigo imeweka iweza kubeba kilo 500, yani nusu tani. Ndio uwezo wake wa gari. Na ina uwezo kutembea, ina spidi 120. Alafu ina uwezo wake wa mafuta inatumia lita 1 kwa kilomita 15. Watoto wa mjini husema ugumu wa maisha ndio kipimo cha akili. Ilimchukua takribani mwongo mmoja na miaka 6 kukamilisha ubunifu huu, akitumia malighafi nyingi za hapa nchini ikiwemo mabati. Ugumu wa maisha unafunza vitu vingi kutokana na njaa. Ukiangalia kwamba unajua unapoamka asubuhi na hujui utakula nini, unaona. Kwa unakuta akili na vitu kama hivyo vinakuja ambapo pale hauna kitu, yani unakuwa na mawazo mengi sana ya kitajiri. Pengine hili ni tumaini jema kwa wana Afrika Mashariki, na huenda siku za usoni bidhaa hii ikapatikana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Samuel Mwalongo, Citizen Nipashe.